Tuendelee na ujumbe wa mababa maaskofu wa Kwaresma ambao walitupa maelekezo tuwashirikishe. Na leo tunaongelea juu ya rehema za Jubilei kuu. Kwa wale ambao mlisali nadhani Jumapili ya 3 ya Kwaresma, wale waamini wa Saint Teresa, tulishapitia kitu hiki, lakini kwa manufaa yetu sote na wale pengine ambao hawakuwepo, tunakirudia kitu hiki: rehema za Jubilei kuu. Baba Mtakatifu anawataka Wakristo wote kuwa ni mahujaji wa matumaini. Fadhila hii ya matumaini inapaswa kuibuliwa zaidi ya yote katika neema ya Mungu na katika ukamilifu wa huruma yake. Inapaswa kugunduliwa katika alama za nyakati ambazo zikijumulisha shauku ya mioyo ya wanadamu inayohitaji uwepo wa Mungu wa kuokoa. Inapaswa kuwa ishara ya matumaini. Matumaini ni fadhila moja ya muhimu sana. Matumaini tukiwa nayo, na hasa kwa Mwenyezi Mungu, hata tunapokuwa na shida mbalimbali, bado tunakuwa tunaona kwamba mwanga wa Mungu yupo, Mungu bado yupo upande wetu. Na kama namna hiyo tunakuwa na matumaini, basi tunakuwa tunajihakikishia kwamba Mungu yupo kwa ajili ya kutuokoa sisi. Baba Mtakatifu anatuasa kwamba waamini wote ambao wametubu kiukweli na kujiweka huru kutoka mivuto yote ya dhambi, ambao wanasukumwa na roho ya upendo, na ambao wakati wa mwaka mtakatifu wanajitakasa kwa njia ya sakramenti ya kutubio na kuburudishwa na komunyo takatifu, kusali kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu, wataweza kupata msamaha wa jumla wa kutoka katika hazina ya kanisa pamoja na ondoleo la msamaha wa dhambi zao zote. Rehema za Jubilei zinapatikana kwa njia zifuatazo. Labda kwa maneno rahisi ni hivi: hizi rehema zinazotolewa na Jubilei kuu, maaskofu walivyosoma kutoka katika hazina hii ya kanisa, kuna mambo kadhaa ambayo inabidi tuyafanye, na mambo haya ni kama ifuatavyo. Twende pamoja kwa umakini kabisa. Kitu cha kwanza, kwa mwaka huu wa Jubilei tunaalikwa waamini kufanya hija. Hija mnafahamu vizuri sana, tangu tulipofanya hija ya kwanza kabisa wakati wa uzinduzi wa Jubilei hii kuu iliongozwa na Baba Kardinali Askofu Mkuu wa jimbo letu, ilifanyika katika kanisa hili. Na maeneo mawili yaliyotengwa kwa jimbo letu ni hapa kanisa kuu pamoja na kituo cha hija kule Ifucha. Na tumeweka utaratibu mzuri, huwa tunapenda siku zikaribia tunawashirikisha ratiba, na tumetenga makundi mbalimbali kusudi iwe rahisi kila muumini aweze kupata nafasi ya kufanya hija. Nadhani hija sasa iliyopita ya mara ya mwisho mpaka sasa hivi ilikuwa ni hija ya wanahabari, lakini hija itakayofuata itakuwa ya Ijumaa Kuu, ambao watakuwa vijana wanafunzi walioko mashuleni, walioko vyuoni, watafanya hija yao hiyo. Sasa kupata hizi rehema za Jubilei kuu, kitu cha kwanza ni kufanya hija. Kwa ni waombe kila mmoja mwaka huu usije ukapita kabla hujatimiza jukumu hili la kwanza la kupata rehema kamili. Maaskofu wanaandika, wanasema hivi: waamini mahujaji wa matumaini wataweza kupata rehema ya Jubilei inayotolewa na Baba Mtakatifu iwapo watafanya hija ya uchaji. Hija ya uchaji, labda tutoe maelezo mafupi. Tunapofanya hija, mfano ukasema nafanya hija kuja kanisa hili hapa, au tunaenda Ifucha, hiyo ni safari ya kiroho.
Ni tofauti na ambavyo unasema unafanya safari, unatoka hapa labda unaenda Dar es Salaam au unatoka hapa unaenda Nzega. Ni vitu vili tofauti, ni safari ya kiroho. Na mtu anaanza safari hiyo kwa nia yake anayokuwa nayo moyoni mwake, alafu anaanza hiyo safari ya kiroho kwa moyo wa ibada kuelekea kituo cha hija. Huyo muumini atafika kituo cha hija, atasali, atamtolea Mwenyezi Mungu maombi yake, shukrani zake, pamoja na sala zingine ambazo atashirikiana na mahujaji wengine kama kusali misa, kuungama na kadhalika. Tutaona haya yote muda mfupi. Kwa hiyo mtu wezi ukafanya safari ya hija wakati una mawazo mawili matatu kichwani mwako. Ngoja nifanye hija, nibane na matumizi, nikienda Ifucha labda ninunue kitu fulani huko Ifucha, labda mkaa, kwa sababu kule unapatikana kwa bei ya China, rafu nirudi. Hapo hujafanya hija kamili. Nenda kwa ajili ya kusali na urudi nyumbani. Na unaporudi nyumbani ndipo safari yako ya hija inakuwa imekamilika. Kwa hiyo hija hiyo, ndio maana mababa maaskofu wanasema kwamba tufanye hija hiyo kwa uchaji wa kiroho. Kwenye na hiyo ibada hiyo ya hija inaweza kufanyika sehemu yoyote, hasa zaidi Roma, katika nchi takatifu na katika maeneo mengine ya kikanisa, hasa kanisa kuu la jimbo. Hija tuifanyayo katika mwaka huu wa Jubilei kuu ituimarishe na kutufanya tusimame imara katika imani. Kwenye uwezo wa kifedha ni vizuri ukienda Roma au ukaenda Israeli, nchi takatifu, ukafanya hija. Lakini kanisa limetupunguzia mzigo huo, kwa sababu pengine wote hatutaweza kwenda. Ndiyo maana kama hapa makanisa ya majimbo yameteuliwa kuwa moja ya sehemu ya hija, pamoja na vituo vingine ambavyo vimeteuliwa rasmi, kama sisi kwenye jimbo letu askofu alivyoteua kile kituo cha hija. Kwa hiyo unaona kwamba hakuna mtu ambaye atasema kwamba nimeshindwa kufanya hija kwa sababu pengine ya safari kuwa ndefu au kukosa pesa. Mtu kama umedhamiria hutashindwa kufika hapa. Mtu kama umedhamiria hutashindwa kwenda Ifucha. Kwa hiyo niwaalike kwa moyo wa dhati, rehema hizi sije zikatupita. Alafu vivyo hivyo waamini wanaweza kupata rehema za Jubilei kuu ikiwa mmoja mmoja au katika kikundi, huku wamesimama imara katika imani. Watatembelea kwa moyo sehemu yoyote ya Jubilei, na huko kwa muda unaofaa kuabudu Ekaristi na tafakari, wakimalizia na Baba Yetu, kanuni ya imani kwa namna yoyote halali, na maombi kwa Maria mama wa Mungu, ili katika mwaka huu mtakatifu kila mtu apate kujua ukaribu wa Maria, mama mwenye upendo zaidi kuliko mama wowote, asiwaacha watoto wake kamwe. Kumbe na hiyo ni mojawapo ya sehemu ya kusali mmoja mmoja, lakini vile vile kusali kama kikundi kama tulivyosikia, na kusali kwa mama Maria. Kuhusu makundi maalum, waamini ambao wametubu dhambi zao kweli lakini hawawezi kushiriki katika maadhimisho matakatifu, hija na ziara za uchaji kwa sababu kubwa, hasa watawa wa klauzura na wamonaki, lakini pia wazee, wagonjwa, wafungwa na wale ambao kwa kazi yao hospitalini au vituo vingine vya matunzo hutoa huduma endelevu kwa wagonjwa, wanaweza kupata rehema za Jubilei ikiwa kwa kuunganishwa kiroho na waamini wanaoshiriki binafsi, hasa wakati wa maneno ya Baba Mtakatifu au askofu wa jimbo hupitishwa kupitia njia mbalimbali za mawasiliano. Wanasali sala ya Baba Yetu, wanakiri imani kwa namna yote iliyoidhinishwa na sala nyingine kulingana na malengo ya mwaka mtakatifu, majumbani mwao au popote pale walipojikusanya, wakitolea mateso yao au magumu ya maisha yao. Hawa ni makundi maalum. Kuna watu ambao pengine hawataweza kufanya hija, wagonjwa walioko vitandani ambao hawezi, au pengine wazee sana
ambao hawana nguvu pengine hata ya kusema umlete hapa kwa safari ya hija, au kule Ifukucha, au pengine wahudumu wa afya ambao kabisa haiwezekani kabisa kutoka, au pengine wafungwa. Hao si kwamba pamoja na kwamba hawatafanya hija hawezi kupata rehema kamili. Tumetengenezewa utaratibu mzuri kwamba na wao basi wanaweza kuunganishwa pamoja na wengine kama tulivyosikia, hasa kwa Baba Mtakatifu au askofu wa jimbo, kwa njia hizi za mawasiliano, na wao wakaweza kusali sala ya Baba Yetu, wakakiri imani kwa namna yote iliyoidhinishwa na sala nyingine kulingana na malengo ya mwaka mtakatifu tokea nyumbani mwao. Kwa unaona hizi rehema kamili zinazotolewa na mwaka wa Jubilei na Baba Mtakatifu hazimwachi kila mtu, wote anataka tuguswe tupate hizi rehema kamili. Alafu kitu kingine tunachoalikwa kufanya ambacho ni rahisi kabisa kama haya yalivyo mengine kama tumeamua, ni cha tatu, matendo ya huruma na toba. Zaidi ya hayo, waamini wataweza kupata rehema za Jubilei iwapo kwa moyo wa kujitolea watashiriki katika utume wa jumla, mazoezi ya kiroho au shughuli za majiundo kwenye nyaraka za Mtaguso wa Pili wa Vatikano na katekismu ya Kanisa Katoliki inayofanyika katika kanisa au mahali pengine panapofaa kulingana na mawazo ya Baba Mtakatifu. Ndiyo hayo matendo ya huruma na toba. Na hapa amesema kuweza kujiunda zaidi kiroho, kusoma yale mambo ya kimani kama tunavyoyakuta katika katekismu ya Kanisa Katoliki, lakini zaidi ya hayo vile vile kusoma zile nyaraka za Mtaguso wa Pili ambazo ni nzuri, na watu wengi hata naposema hizo nyaraka za Mtaguso wa Pili inawezekana kwamba sehemu kubwa ya waamini hata hatuzifahamu, lakini labda ngoja tutaona, tuje tufanye utaratibu, tuje tuchukue chache tu au sehemu chache nasa zinazotugusa moja kwa moja sisi kama waamini, tuje tuwashirikishe. Vile vile ni kitu ambacho tunaalikwa tukifanye. Licha ya kanuni kwamba rehema kamili yaweza kupatikana mara moja tu kwa siku, waamini ambao wamefanya tendo la upendo kwa niaba ya roho za toharani, ikiwa wanapokea komunio takatifu mara ya pili siku hiyo, wanaweza kupata rehema kamili mara 2 kwa siku ile ile inayotumika tu kwa marehemu. Na hili si lazima lifanyike ndani ya adhimisho la Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo unaona kwamba kuna watu wanaweza kutolea matendo ya kiroho au ya kimwili, matendo mema kwa niaba ya roho za toharani. Sasa na nasema kama utapokea vile vile na Ekaristi Takatifu zaidi ya siku hiyo hata au mara 2 siku hiyo, unaweza kupata rehema kamili mara 2 kwa siku. Nakumbuka kuna mtu mmoja nilipoeleza Jumapili ya 3 ya Kwaresma kwamba rehema kamili inadumu kwa muda gani, nilishauliza swali la namna hiyo. Labda pengine kwa faida ya wale ambao hatakuwa pamoja, inawezekana hata sasa hivi kuna watu wanajiuliza hivi hiyo rehema kamili ni kitu gani, na yenyewe ni swali jingine. Najua kuna baadhi pengine wanajiuliza. Nirudie pengine kulisema hili kwa maneno kadri ya mafundisho ya kanisa. Ni hivi, binadamu wote ni wa dhambi na tunaendelea kutenda dhambi. Ndiyo maana tunaalikwa kwa mwaka kama huu wa Jubilei kuwa na moyo wa toba kabisa na moyo wa matumaini. Na pale tunapoamua kabisa kwamba tunaacha dhambi na hatudhamiri kufanya dhambi tena, kutenda dhambi tena, kama ambavyo nilishasema hapo kanisani mara moja na jana nimelisema, tunapodhamiria kwenda kufanya toba kwa kuungama kwa padre ili kupata ondoleo la dhambi zetu kutoka kwa Mwenyezi Mungu,
inabidi tuwe tumedhamiria kabisa kutorudia dhambi. Dhambi iwe ni kama ajali imetokea. Sio kwamba mwaka huu tangu Januari sijaungama, au nifuate ile amri ya kanisa ya ungama dhambi zako angalau mara moja kwa mwaka. Ngoja nikaamua nikaungame dhambi, nitoe ule mzigo, alafu niende kukusanya mzigo mwingine. Hapana. Huo sio moyo wa toba. Au unasema ngoja nitende dhambi, lakini unaona na kesho kabisa utairudia hiyo dhambi kabisa. Ni kama unaweka malengo, unafuta mzigo fulani, unashusha mzigo fulani, alafu unaweza kwenda kupata tena mzigo mwingine. Hapana. Huo sio moyo wa toba. Moyo wa toba inabidi uungame, utubu kwa uchaji, Mungu akupe ondoleo la dhambi, na udhamirie kabisa kwamba kweli mimi sitarudia kutenda dhambi. Sasa dhambi itokee, tusidhamirie kutenda dhambi. Sasa tunapoondolewa dhambi zetu, tunapata msamaha wa kweli kabisa ambao hauna masharti kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini yapo malipizi pia ya dhambi zetu, na ndizo utakuta tutakuja kulipia huko toharani. Ni kama nishatoa mfano mmoja hapa kanisani. Mfano, mtu mmoja hapo mitaani aamue kuzusha kwamba wewe mfano ni mchawi kwa mfano. Natoa mfano ambao si mzuri, nikimaanisha kwamba hapa hakuna mchawi kati ya nyote mliokuja hapa, sio? Ni mfano ambao si mzuri. Sasa akazusha kitu cha namna hiyo, na watu pale mitaani wakawa wanakukimbia. Wakikuona watoto wanakimbia kwamba yule baba huwa tunamuogopa, au yule mama tunamuogopa, na habari zikasambaa mitaani hapo pote. Lakini baadaye ukajuta ukasema, kwa kweli kitendo hiki nilichokifanya ni kibaya sana, nimeharibu jina la mtu. Ngoja niende kwa padre sasa nikatubu dhambi zangu. Ukaenda kwa padre kwa moyo wa toba ukatubu, na Mungu akakusamehe dhambi zako. Hivi ni wangapi huwa mnarudi kule kwa kusanya wale watu wa mitaani kusema kwamba jameni, ile nilizusha tu, sio kwamba mama fulani alikuwa ni mchawi. Nani huwa wanafanya hivyo kwenda kufuta ile dhambi ambayo wameitenda? Huwa mpo? Sijui kama wapo, hata hapa sijui kama mpo. Kwani kwanza unakuja unatubu dhambi alafu unarudi kimya kimya. Na yule mama uliyomsingizia ukimwona kwanza wewe mwenyewe kwanza unashtuka, unataka kukimbia kwa sababu ya zile rumors ambazo unakuwa umezieneza, sio? Huwa hatufanyi hivyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema, unapokuja na ukaungama unatubu dhambi zako, Mungu ni mwenye huruma lakini ana haki pia. Ni Mungu mwenye huruma na haki. Dhambi zako hizo zitaondolewa, lakini tunapaswa kulipia tena yale madhara uliyoyasababisha, ukizingatia kwamba tunapotenda dhambi, hakuna dhambi yote ile ambayo inabaki ni ya mtu binafsi. Siwezi nikatenda dhambi yote ile ambayo inabaki nayo mimi kama mimi hapa tu. Dhambi zote utakuta zina madhara pia kwa watu wengine. Sasa hiyo ndio tunapaswa tulipie dhambi adhabu zake. Na ndiyo maana sasa rehema kamili ndio inaondoa hicho kitu sasa cha kumsema yule mama kwamba alikuwa ni mchawi, ndio inakifuta kabisa hicho. Ndio maana ya rehema kamili. Kwa maneno mengine, tukitimiza kwa mwaka wa Jubilei kwa mfano haya masharti hayo ambayo naendelea kuyaeleza, tukatubu kweli, tukafanya hija, tukasali misa na tukakomunika, tukaendelea kutenda matendo ya huruma na toba, tukasali kwa nia za Baba Mtakatifu, hayo yote yanafutwa, na maana yake tunakuwa safi, tena safi kabisa. Labda kama mtu aliyebatizwa leo, hata ukiamua kumrudia muumba wako, basi ni kama basi Mwenyezi Mungu anakupokea moja kwa moja. Ndiyo maana waamini na waalika kabisa, hata jana mliosali jioni mnakumbuka, ni wakumbusha hapa kanisani, hebu mwaka huu wa Jubilei usipite hivi hivi katika maisha yako na ya jirani yako na ya familia yako. Hebu wache kitu kizuri kabisa, na hicho kitu kizuri hakitakuwa ambacho ni kikubwa kuliko kusamehewa dhambi zako na kupata rehema kamili.
Hebu hii nafasi tuitumie vizuri. Na hizi rehema huwa hazitolewi mara kwa mara. Pengine unaweza kutazitolewa mara ya mwisho mwaka 2000. Labda pengine. Nadhani hamsikii kitu hiki mara kwa mara. Ndiyo maana tumeamua kuliongelea hili mara kwa mara kusudi likae katika akili zetu, likae katika mioyo yetu na tuweze kulifanyia kazi. Kwa hiyo waombe ndugu zangu mlikumbuke hiyo. Hiyo ndiyo maana ya rehema kamili. Ondoleo la dhambi zako pamoja na adhabu zake, pamoja na kutubu. Kwa hiyo kutubu tu haitoshi, hapana. Na madhara ya dhambi zako yaondolewe. Na hicho kitu kinafanyika kwa kupitia njia hii ya rehema kamili, kama mwaka huu wa huruma mwaka huu wa Jubilei ulivyotolewa na Baba Mtakatifu. Tumalizie sehemu iliyobaki. Kwa namna mahususi, baba maaskofu wanaandika, wakati wa mwaka mtakatifu tumeitwa kuwa ishara zinazoonekana za matumaini kwa wale kaka na dada zetu ambao wanapata shida za aina yoyote. Hii ni ya msingi kabisa, ya msingi kabisa. Kuna kaka zetu, dada zetu ambao wanapatwa na shida ni nyingi, na sisi tunaitwa kwa mwaka huu kwa ishara zinazoonekana za matumaini, kuwapa matumaini. Nilikuwa nasoma mababa wa kanisa wanavyoongelea ile sura ya 8 ya Injili ya Luka, sura ya mstari wa kwanza mpaka ya 11. Hiyo ni Injili ya Jumapili. Sitaki kuhubiri mahubiri ya Jumapili, lakini tafakari hiyo nigusa sana. Yohane sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 11 ni simulizi la yule mwanamke aliyekamatwa anazini, akaletwa na Mafarisayo hekaluni kwa Yesu kwamba huyu mama huyu tumemkamata anazini. Kwa ufupi kabisa, Yesu akainama chini na baadaye akasema, akawaambia wale wazee na vijana kwamba yule ambaye hana dhambi au wa kwanza kumpiga jiwe. Dhamiri zao zikawasuta, wakakumbuka dhambi walizozitenda, na baadaye kuanzia wazee wakaondoka mmoja mmoja mpaka wale vijana wa mwisho wakawa wamemwacha yule mwanamke. Na Yesu akamwambia kwamba sikuhukumu na wewe, ila nenda zako, lakini usitende dhambi tena. Yesu anamhurumia mdhambi hata kama umetenda dhambi kubwa namna gani. Ukiwa na moyo wa toba ukamrudia yeye, anakuhurumia. Lakini kwa kuhurumia sio kwamba anataka kusema kwamba uendelee kutenda dhambi. Anataka ubadilike na kuanza maisha mapya. Na nilikuwa najiuliza, sijui kama yule mama aliendelea kutenda dhambi kweli. Kwa kuokolewa kutoka kwenye meno ya simba, yale mawe, kutupiwa mawe mpaka ufe, sidhani kama aliendelea kutenda dhambi. Au kama alitenda dhambi, alimrudia bumba wake na kuomba msamaha haraka sana. Kwa wapendwa, Yesu ndivyo anavyotualika tusitende dhambi. Tunapotenda dhambi tukikimbilia huruma yake, na anatusamehe, lakini anataka tubadilike. Ndiyo nafasi tunayopewa. Tuko wote wapendwa. Na ndiyo maana mtakatifu mmoja aliandika akasema, kanisa si hospitali. Kanisa ni hospitali ya wagonjwa wenye dhambi na sio makumbusho ya watakatifu. Kanisa ni hospitali ya wagonjwa wenye dhambi, sio makumbusho ya watakatifu. Kama kwa mfano ninyi wote mko watakatifu hapa, basi tungeweza kusema hapa ni makumbusho ya watakatifu safi kabisa, na watu wangelikuwa natoka sehemu zote za dunia kuja kuhiji hapa. Lakini wote, mimi na wewe, tunatafuta huruma ya Mungu. Sisi sote ni wa dhambi, na tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Na ndiyo maana nilikuwa najiuliza hata wakati mwingine, hivi kwa mfano parokia yetu imeweka mkakati gani wa kuwaendea walegevu wenye dhambi na kuwarudisha kundini? Labda huu msalaba wa Jubilei tulioanza ndio mkakati tulioanza.
Lakini kama jumuiya ninyi mmeweka utaratibu gani wa kuwapa watu matumaini na kuwarudisha kundini? Unajua wakati mwingine waamini tunajisahau. Tunapenda nakuja wewe na watoto wako na wajukuu na sali hapa nje ya msalaba kwa moyo wa dhati. Hata kila siku wengine mnasali tena njia hii ya msalaba na sala nyingine nyingi. Wengine mnaamka saa 9 za asubuhi mnasali tena mnajitakatifuza. Lakini unadhani kwenda mbinguni watu wengi wakienda nafasi zitakosekana? Kama zile za kwenye daladala, unafika daladala, Tabora hatuna daladala nyingi ambazo zinafurika. Ukienda sehemu nyingine vijana wa kwenye daladala wanakukaribisha, ashangazi kuna nafasi za kulala, ingia ndani. Ukiingia ndani hakuna hata mahali pa kusimama. Mbinguni bwana kule nafasi zipo za kumwaga, yani haiwezekani kwamba patajaa. Kwa sasa tusaidiane wote tuweze kwenda wapi? Tusaidiane wote tuweze kwenda mbinguni. Tuendelee na ujumbe wa maaskofu tumalizie. Kumbe waamini wataweza kupata rehema za Jubilei kuu ikiwa watatembelea kwa muda ufaao ndugu zao walio na uhitaji au shida, mfano wagonjwa, wafungwa, wazee, wapweke, walemavu, kwa maana ya kufanya safari ya kwenda kwa Kristo akiwa ndani yao kulingana na hali ya kawaida ya kiroho, sakramenti na sala. Hapa hii ni changamoto. Hebu ninyi mlioketi hapa na mliosimama hapa, maaskofu amesema hivi, hebu tujiulize nani wametimiza haya na mimi mwenyewe nikiwemo. Ikiwa waamini watapata rehema za Jubilei kuu ikiwa watatembelea kwa muda ufaao ndugu zao walio na uhitaji au shida, mfano wagonjwa. Nani hapa kwa mfano tangu mwaka huu uanze ameshaenda hospitali yoyote bila ndugu yake kuumwa au jirani yake au rafiki yake, ila ameamua tu kwenda kuwasalimia wagonjwa? Amshe mkono tuone kwa mfano. Hampo? Au ni ule moyo wa unyenyekevu kwamba nsionekane kwamba mimi ni mtakatifu sana? Haya. Nani ameweza kwenda kuwatembelea wafungwa? Na si kwamba kuna ndugu yake amefungwa. Wewe mwenyewe umesema hapana, wafungwa ngoja niende niwape moyo. Tuamshe mikono tuone. Hakuna hata anayeamsha mkono kujikuna, hakuna hata mmoja. Kwa hiyo mnaona hali zetu si kwamba ni nzuri sana. Au kuwatembelea wazee wapweke. Na huyo mzee asiwe ndugu yako. Yaani umeamua tu kwamba mimi natoka hapa naenda Makiloleni au Makidongo Chekundu au Masui National kule. Kuna mzee mpweke naenda hata na kumsalimia tu, hata nisipompelekea chochote. Hapa hatufanyi vizuri. Au kuwatembelea walemavu kwamba mimi nimeenda kuwasalimia. Hatufanyi vizuri hapa. Kumbe kadri tunavyofanya hivi, vile vile kadri ya maandishi hawa maaskofu ujumbe wao huu, tunapata rehema za Jubilei kuu tukifanya matendo mema hayo ya kimungu. Na tukiyafanya hivyo tutabadilika kweli. Kumbe mwaka huu wa Jubilei, hata miaka inayokuja, tusiache kufanya mambo hayo. Kwa maana ya kufanya safari ya kwenda kwa Kristo akiwa ndani yao kulingana na hali ya kawaida ya kiroho, kisakramenti na sala. Waamini wanaweza kurudia ziara hizi katika mwaka mtakatifu wote, hata kila siku, wakipata rehema kila mara. Unaona? Yaani unapotenda matendo haya kama tulivyoainishiwa na maaskofu, labda kutembelea wagonjwa, walemavu, wazee, wafungwa, kutenda matendo mema, yaani anasema kwa mwaka huu wote mtakatifu, hata kila siku utapata rehema kila mara. Tuko pamoja wazee wangu na dada zangu. Sasa hii ni kama injili ile ya Mathayo sura ya 25. Kwa wale wanafunzi, mlishawahi kuona mnapewa mtihani wenye majibu? Ulishawahi kutokea? Ile Yesu alisema nilipokuwa na njaa unipa chakula, nilipokuwa sina mavazi ukanipa mavazi, nilipokuwa nina kiu ukanipa maji. Hiyo ni mtihani ambao Yesu aliutoa
ambao una majibu tayari, alafu tunashindwa huo mtihani. Sasa ni sawa na maaskofu wanavyotufundisha hapa kwamba tenda hayo matendo mema ya huruma, yani mtihani ambao una majibu. Sasa tushindwe wenyewe kwenda mbinguni, ila tusije tukalaumu kanisa kwamba halijatutengenezea mazingira mazuri. Rehema kamili za Jubilei Kuu, tunamaliza, tumebakiza mstari michache. Rehema kamili za Jubilei Kuu pia zinaweza kupatikana kupitia mipango inayowekwa katika vitendo vya ukarimu, roho ya toba, na pia kutoa kiasi cha pesa kwa maskini, kwa kuunga mkono kazi za kidini au kijamii, haswa katika kuunga mkono ulinzi wa uhai katika hatua zake zote, lakini pia kwa kusaidia ubora wa maisha ya watoto waliotelekezwa, vijana walio katika shida, maskini au wazee wapweke au wahamiaji kutoka nchi mbalimbali wanaohama nchi zao ili kutafuta maisha bora kwa ajili yao na familia zao. Zimebaki dakika chache. Naomba hapa ni namba 49. Imebaki namba moja tu 50 mstari kama 4. Naomba hapa nitoe maelezo machache bila nikisoma hivi hatutaelewana vizuri. Maaskofu wanasema hivi: rehema kamili za Jubilei Kuu pia zinaweza kupitia mipango inayowekwa katika vitendo vya ukarimu. Yaani unapotenda ukarimu, mimi na wewe tunapata rehema kamili. Roho ya toba, zile dhambi tunazokutenda unasema kwamba hapana, niachane nazo, imetosha. Na pia kutoa kiasi cha pesa kwa maskini. Huwa kuna watu wanahoji, wanasema hivi, kwa nini wape maskini? Hizi pesa nimezahangaikia mwenyewe. Hapana, ni jukumu la kiroho na la kimaadili. Mungu akiwa amekujalia, basi wasaidie na wengine. Mungu apitie kwako wengine kupata faida kuwasaidia. Alafu kwa kuunga mkono kazi za kidini au za kijamii. Tena mimi ngoja nianze na za kidini, kwa sababu tunasema kwamba kanisa lipo kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuinjilisha. Mtu anayeunga mkono kazi za kidini, vile vile maaskofu ametuandikia hapa, kwa mwaka huu wa Jubilei unapata rehema kamili. Sasa kazi za kidini ni zipi? Kazi za kidini ni zipi? Unaweza ukaje ukasema nimeona kituo cha Ifucha kizakamilika, mnatafuta mabenchi pale, naomba niweke mabenchi 1, 2, 3 mimi na familia yangu. Safi kabisa. Au ukaje ukasema Gurutu la Bikira Maria hapa tukiwa tunasali, wakati mwingine tunanyeshewa mvua, najua labda tuweke bati. Tena kuna mtu mmoja ameisha nipatia 500 mwaka jana, napanga mwaka huu nadhani tutakuja kupaezeka. Ukaja tukaungana pamoja tukapaezeka hapo, tukawa tunasali vizuri. Au ukasema kama yule mama mmoja, wakati tunatengeneza kanisani hapo, aliyeniletea risiti ya benki ya shilingi milioni 7, akasema mimi naomba nitoe sadaka yangu hii milioni 7 itengeneze kanisa hapa, watu waweze kusali vizuri. Sio kwamba alikuwa na pesa huyo mama kuliko waamini wote wa St. Teresa. Kutoa ni moyo. Hata wewe mwenyewe ukiamua ulete kitu cha kawaida tu, lakini umekitoa kwa moyo, hata kama ni kidogo kiasi gani, ni kitu ambacho ni kizuri sana. Unaona? Kazi za kijamii zipo nyingi sana mnazopaswa kufanya. Hasa kuunga mkono kazi ya ulinzi wa uhai katika hatua zake zote. Hapa ndio maana nimeamua kusema hapa, pengine haitaeleweka vizuri. Kulinda uhai katika hatua zake zote. Kuna watu ambao uhai wao umo hatarini. Kuna watu ambao kwa mfano unakuta wanatoa mimba mfano. Unawaelewesha hao. Au akija anasema unikope pesa fulani katoe mimba, ukimpa pesa na wewe umeshiriki katika hilo. Kulinda uhai ni kitu cha muhimu sana sana kuliko maelezo. Lakini pia kwa kusaidia kuboresha ubora wa maisha ya watoto waliotelekezwa. Watoto waliotelekezwa wapo wengi sana. Mfano wengine tunawakuta kwenye kituo cha Mama Teresa hapo. Kipindi kama hiki ndicho kipindi cha kwenda kutoa sadaka. Nachukua hata debe 10 kilo 10 za unga unapeleka pale, hata kama ni kilo 1 ya sukari
itasaidia vijana walio katika shida. Wapo wengi sana katika jamii zetu, maskini wapo wengi mno, au wazee wapweke wapo. Tena ya wazee wapweke huwa inanikumbusha sana, wanashangaa sana mimi watu tunapokuwa tunatembelea wagonjwa na wazee. Kuna wazee unakuta kabisa hawana kitu, mpaka unaona hata uji hanywe kabisa. Ila bwana yule mzee anapomrudia muumba wake pale makaburini, wakisema tuweke maua, si wajomba zake, mama ukiona mwanamke yule alivyovaa, mama yule ukimpigia hesabu nasema hii angeweza kumpa sukari kwa mwezi mzima. Alafu nasikia kikundi alichokuwa na dada yake anashiriki cha kufa na kuzikana kimetoa rambirambi 200,000. Sasa 200,000 wao wamekupatia, zimemsaidia nini yule marehemu? Simunigere mpatia zile 200,000 yule marehemu akiwa anaishi angalau akanywa hata uji, sio? Alafu anatengeneza na maua ya thamani mnaenda kuweka. Mimi nadhani nitakuja kutoa andiko kama utanitunza ile wakati wa kuweka maua, usije kuweka maua. Ni hatari sana. Tuko pamoja, tusirembelembe vitu vya juu, lakini vitu vya msingi tukafanya nini? Tukaviacha. Tumalizie na namba 50. Mababa maaskofu wanasema hivi: ili kuwezesha upatikanaji wa sakramenti ya kitubio, maaskofu wa majimbo wanawapa mapade wasikilize maungamo ya waamini kwa kuzingatia kanuni zimetajwa hapa. Mapade wakumbuke kwa mujibu wao kadia barua hii ya Baba Mtakatifu fursa ya kichungaji nayo upatikana pia katika kusikiliza maungamo wakati wa adhimisho la misa takatifu. Wakati wa adhimisho la misa takatifu. Na sisi Baba Kardinali kabisa alishatupa mamlaka hayo kwa mwaka huu wa Jubilei kwa barua rasmi aliyotuandikia. Na sisi tupo kwa ajili yenu, kwa ajili ya kusikiliza toba yenu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie hapa, tusiwacheleweshe sana. Hata kama tumechelewa kwa kitu kizuri sana. Huu mwaka, wazee, vijana na watoto, tuwe makini sana. Ni mwaka wa kuziokoa roho zetu. Kama kabisa tutakuwa na moyo wa toba, kutenda hayo ambayo nimeyasema, kufanya toba, kufanya hija, kusali kwa nia za Baba Mtakatifu, kufanya matendo mema kama tulivyoorozesha hapa, tutajipatia rehema kamili. Tutumie nafasi hiyo ili tuzidi kujitakatifuza zaidi. Tumsifu Yesu Kristo.